Karibuni sana katika ibada invitation hour. Kwa majina naitwa Pamela, ama jina linalojulikana sana naitwa Mama J. Nashukuru Mungu kwa kuja kwako, na nashukuru Mungu kwa ajili ya uwepo wako kuwa pamoja nasi katika ibada ya siku ya leo. I love you guys. Karibuni sana katika ibada. Samueli wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 18 nitafika mstari wa 20, mstari ule wa 20, samahani. Naye akasema, mchakazi wako na aone kibali machoni pako. Basi huyo mwanamke akaenda zake, naye akala chakula, wala uso wake haukukunjamana tena. Mstari wa 19, wakaondoka asubuhi na mapema, wakasali mbele za Bwana, kisha wakarejea kufika nyumbani kwao huko Rama. Elikana akamjua mkewe Hana, naye Bwana akamkumbuka. Ikawa wakati alipowadia, Hana akachukua mimba na akamzaa mtoto mwanaume, akamwita jina lake Samueli. Akasema, kwa kuwa nilimuomba kwa Bwana. Ujumbe ambao Bwana ameniambia nije nikupe unasema, your story will change. Maandiko inasema, tunaposoma kuanzia mwanzo, historia ya Hana ilikuwa ni maisha ambayo ya changamoto sana. Ilikuwa ni maisha ambayo alikuwa ni mwanamke wa kudunishwa sana katika maisha yake. Alikuwa ni mwanamke mwenye huzuni katika maisha yake. Alikuwa na mwenzake aliyekuwa akiitwa Penina. Maandiko inasema ya kwamba Penina alikuwa mwiba kwa huyu mwanamke. Kila wakati mwanamke huyu alikuwa kumtukana Hana mara kwa mara. Lakini jambo la kunishangaza na jambo la kunifurahisha ni kwamba Penina alipokuwa akimchekelea Hana, Penina alipokuwa akimdhihaki Hana, Mungu aliye juu mbinguni alikuwa anaangalia, naye Mungu alimpenda Hana. Maana kwa nini niseme kwamba Mungu alimpenda Hana? Mungu alimpenda Hana maana baadaye Mungu alimfunga Penina mdomo. Ndio maana Mungu akaniambia nije nikwambia kwamba your story will change. Ile hali ambayo unapitia katika maisha yako, hiyo hali haitadumu, maana Baba aliye juu mbinguni amekuja ili kwamba akaweze kuondoa ile hali ambayo unachekelewa kwayo. Masaa imefika wale watu ambao ukupiga na kukuchekelea kujiona kuwa wako juu, Mungu amekuja kuniambia kwamba waliokuchekelea na kukupiga ukilia, masaa imefika hawatakuchekelea tena, kwa sababu Baba amesema amekuja kubadilisha historia ya maisha yako. Baba amekuja ili kwamba akaweze kukutoa mahali uliwekwa, akuweke mahali pako panapokufaa. Maana maandiko inasema makusudi yake hakuna awezaye kuzuia. Hana alipokuwa katika hali hiyo, maandiko inasema huyo mama alijua mahali ambapo anaweza akaenda akalilia machozi yake. Si kama sisi watu wa sasa tunapokuwa na hali tunatafuta mwanadamu ili kwamba akutie moyo. Nimekuja kuambia kwamba saa hizi, maisha ya siku hizi, dunia ya sasa, hakuna mtu ambaye anakubali aone mwenzake akiendelea. Mahali ambapo unaweza ukaegemea na ukapata usalama wa maisha yako ni
Ni kwa sababu mwanadamu anaweza akageuka. Mwanadamu anaweza akakubeba leo na akakufikisha mahali akakudam. Lakini Baba aliye juu hawezi akakudam. Baba aliye juu ako tayari kukusikiliza, ako tayari kukupokea, ako tayari Baba na kifua kikubwa cha kukukumbatia kiasi ya kwamba hawezi akachoka na wewe. Ndio maana nimekuja nikuelezee hali unayoipitia sasa si hali ya kudumu, ni hali ambayo inapita. Masaa Mungu huachilia hali zingine ili kwamba zikaweze kukuinua kiwango kingine. Huyu mwanamke aliitwa tasa. Huyu mwanamke alidunishwa, akachekelewa sana. Ndiposa nimekuja kuambia kwamba hata sisi ambao tuko hapa, si ajabu naye mtu anakuchekelea. Si ajabu pengine mavazi yako si mavazi mazuri, lakini nimekuja kuambia kwamba hiyo hali zikufinyilie, usijione haufai. Nimekuja kuambia kwamba kwa mwanadamu haufai, lakini kwa Baba unafaa. Kwa mwanadamu si kitu, lakini kwa Baba wewe ni kitu. Ndio maana nimekuja nikuelezee, nikuambie ya kwamba inua macho yako, mtazamie Mungu. Ni kwa sababu ni yeye aliye na jawabu lako, ni yeye aliye na maisha yako. Ndio maana nimeambiwa nikuambie, your story will change. Your story will change. Your story will change. Penina alitafuta mahali pa kuchekelea Hana. Penina alikosa. Nimekuja kuambia kwamba masaa imefika. Watatafuta cha kukuchekelea. Watatafuta waone uchi wako. Hawataona uchi wako tena. Watatafuta mahali watakuangalia. Mahali walikuwa wamekuweka. Mahali walizoea kukuangalia. Mahali walizoea kila wakati. Wanakuja kukuchungulia. Pale pale mahali uliwekwa. Baba ameniambia. Baba ameniambia. Your story will change. Your story will change. Watakuja kukuchungulia. Hawatakupata pale. Maana Baba atakutoa. Baba anakutoa leo. Ni kwa sababu your story must change. Your story must change. Wamesema wewe ni tasa. Your story must change. Your story must change. Nitaongea mara 7. Your story must change. Your story must change. Your story will change. Your story must change. Your story must change. Your story must change. Your story must change. Nitaongea tena. Your story must change. 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 Haijalishi uko mtu aina gani. Haijalishi una mavazi kiasi gani. Haijalishi umependwa na watu wangapi. Jambo moja nimekuja kukuambia, Baba aliye juu haangalii mavazi. Baba aliye juu haangalii umri. Baba aliye juu haangalii mtu mweupe. Baba aliye juu haangalii vibonge. Baba aliye juu hana upendeleo. Hata wewe hivyo hivyo. Baba amekuja. Baba amenituma nikwambie ya kwamba your story must change. Ni kwa sababu tuko na Mungu mkubwa. Tuko na Baba shujaa. Tuko na Baba asiyeshindwa. Tuko na Baba asiyetingizika. Mwanadamu anapokurusha, Mungu anakuja akushike mkono mahali uliingizwa. Baba amekuja, amenituma nikushike mkono, nikupanguze machozi, nikwambie ya kwamba your story will change. 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 Your story will
upande wako. Hana alikuwa na upinzani, hakukata tamaa. Hana alikuwa na upinzani, hakukata tamaa. Aliamua jinyime chakula, atafute uso wa Mungu. Alienda kuinama kwa Mungu, akaambia Mungu ya kwamba angalia vile ninaongelewa, angalia vile ninaelezewa, angalia vile ninaambiwa. Mungu naye ni nani? Nijulikane ni Mungu anayejibu maombi. Mungu akamandiko inasema Mungu alimkumbuka Hana. Mungu amekukumbuka leo. Wamesema utazaa mwakani kama sasa, mwakani kama sasa utapata mimba, mwakani kama sasa. Wamesema utaolewa. Nimekuja na ujumbe nikwambie ya kwamba mwakani kama sasa, mwakani kama sasa utafanya harusi, mwakani kama sasa. Wasiokupenda, uko na Mungu anayekupenda. Tuko na Mungu anayetupenda. Tuko na Mungu aliye na uweza na mamlaka juu ya maadui zetu. Wanasema kwamba wewe ni mwanamke ambaye unafanya kazi ambayo kiholela. Nimekuzoea kwangu na kuja unafua. Ukija kwangu ukifua nakupa ile kitu nimejisikia kukupa. Ukija kwangu kufua na kufanyia madharau yale ambayo nimezoea. My friend, nimekuja kukwambia wacha kulia, maana your time has arrived. Masaa yako imefika, masaa yako imefika, masaa ya kupanguzwa, masaa yako imefika. Hawatakuona pale. Wamekuzoea kufua, wamekuzoea kukuwafanyia kazi, wamezoea wanakuita kwa ajili ya kuwaoshea nyumba. Wamekuzoea maana huna watoto. Tunabeba watoto. Ukiletewa na madharau unaambiwa ya kwamba wewe huna watoto. Furahia hawa nimekuletea. Nimekuja kuambia kwamba the time has arrived. Masaa imefika. Historia yako ina change. Your story will change. Your story will change. Your story will change. Your story will change. My story will change. No matter what. Nimekuja nikutie moyo, nikuambie ya kwamba your story will change. Your story will change. Your story will change. Your story will change. No matter what. Wacha kulia. Your story will change. Maisha yako, historia inabadilika. Yusufu alijulikana akiwa kijana mdogo wa kuchunga kondoo za baba yake. Hakuna mtu aliyejua historia ya Yusufu inaweza kubadilika. Nimekuja kuambia kwamba wacha kuangalia mtu, wacha kuangalia mwanadamu, wacha kuangalia mwanadamu. Baba anasema historia yako anabadilisha, historia ya maisha inabadilika. Yusufu katika sarakasi zote alifanyiwa na ndugu zake, wakamrusha kwa shimo, wakajua wamemaliza. My friend, mahali watakuingiza hakutakuwa na kitu cha kukudhuru. Utatoka ukiwa salama. Utatoka ukiwa salama. Yusufu alirushwa kwa shimo, alitoka akiwa salama. Akauzwa kwa Potifa. My friend, popote pale utawekwa utakuwa salama. Popote pale utaingizwa ni kwa sababu hayo yote unapitia ni kwa sababu ni hatua Mungu anakupa. Mahali ambapo hungeweza, ni nani angelijua ungekuwa mkarimu? Ni nani angelijua maisha ya Yusufu apitie hapo, awe wa karibu sana na mfalme? My friend, nimekuja kuambia wacha kujidunisha ukijiona kwamba huna lolote. Unasema kwamba nitaenda kwa nani?
mimi ni mwanamke hoye hai, mimi ni kijana bure, mimi sifai. Ukienda kutembea na watu, unavaa, watu wamevaa very smart, lakini wewe mavazi yako inabadilika. Mavazi yako ni mavazi duni. Don't worry. Usijali. Mavazi yako iliyo duni, wewe haujui kuvaa. Watu huvaa vizuri. Watu huvaa vizuri wakajiona wako very smart, lakini wewe hujui kuvaa. Unavaa unavaa viatu vyako hata havina mbele, havina nyuma. Watu wanaogopa kutembea na wewe, maana haujui kuvaa. Wewe vile ambavyo umevaa, haujui kuvaa. Mguu ambao umevaa ni kati ya mguu mmoja katikati ya watu ambao wamevaa very smart. Ukipita katikati ya watu wanakusonya. Nimekuja kuambia kwamba usijali na mavazi ambayo umevaa. Usijali na ile viatu ambavyo umevaa. Nimekuja kuambia kwamba katika ile mavazi yako duni, katika ile viatu zako duni, nimekuja kuambia kwamba the time has come, your story will change. Watakutafuta na zile slippers, watakutafuta na slippers tofauti, hawatakupata pale. Ni kwa sababu mwenye wewe amesema the time has come, your story will change. Your story will change. Watakutafuta na maslippers, wakutafuta maslippers ambazo ziko kombo. Watafute washindwe. Yule mwanamke tutampata wapi? Walikuzoea, wanakushikilianga. Masaa imefika. Wamesema kwamba maana wewe viatu zako ni kombo. Umezoea, wanakushikilia. Wakikushikilia wanafanya makusudi. Unaanguka, ukianguka badala wakupende wanakusonya. Pole, umeanguka. Pole. Hivyo ndio tunafanywa. Pole. Wajua wewe ni swaiba wangu. Wajua mimi nakupenda. Pole. Nuko na viatu vile yeye amevaa, si vile wewe umevaa. Wewe uko kikombo. Yeye kwa sababu amekufanya wewe kuwa wewe ndio jiwe la kupandia, hawezi akakuachilia, maana anajua ni nini anapata kwako. Maana anakutumia kama mkokoteni, anakutumia kama punda. Baadaye anakupamba. Mkienda mahali unajua introduction, na huyu ni achana na huyu. Huyu ni jirani yangu, watu tunakaa naye. Hataki ujulikane kwa watu, maana anasema kwamba ukijulikana utasaidika. Na mimi nimekuja kuambia kwamba ile nyota Mungu ameweka kwako bado itasimama, itakutetea tu. Wamezoea kila wakati mkitembea wanakutega, unaanguka. Ukianguka baadaye mwishowe unaambiwa, na wewe kazi yako ni kuanguka. Hunanga adabu wewe. Utembee vizuri. Hao ndio marafiki tuko na wao. Na leo nimekuja kukuambia ya kwamba your story will change. Mahali walizoea kukushikilia, leo hawatakushikilia. Wamezoea. Yaani wewe ni daraja. Wewe ulikuwa ni daraja, kazi yako. Mahali anataka kuvuka ni wewe. Umekuwa punda akitaka kwenda mahali, maana kuna mahali ambapo hataki kukanyaga matope, hataki kukanyaga uchafu, lakini sasa wewe ndio stepping stone yake. Nilikuwa nataka twende. Tutaenda mama. Mama tutaenda. Ukisha mvukisha unakuwa ni wewe, huna maana. Punda wewe kabisa, anakupiga teke.
Nimekuja kuambia kwamba my friend, masaa imefika. Mavazi ya aibu, hautavaa vitu vya aibu tena. Mama Santi, hautavaa vitu vya aibu tena. Utavaa viatu vizuri. Utakuwa kama wao, mahali wanafikiria kwamba ni wao wa kwenda. Oh my friend, walisema ya kwamba mahali wao wanaenda wewe hauendi. Leo nimekuja kuambia kwamba pale wataenda bila wao, bila msaada wao, bila msaada wao. Hata wewe utakuwa ndani. Wamekuzoea unaombanga viatu kwao. Masaa imefika, hauombi viatu kwao tena, unavaa viatu smart. Walizoea mavazi. Ukitaka kwenda mahali unaenda kwao wakupe mavazi. Masaa imefika, hauombi mavazi kwao. Ni kwa sababu your time has changed, your story has changed. Historia yako imebadilika. Ni kwa sababu hautawategemea, hautabeba watu tena, hautakuwa punda ya mtu tena. Masaa imefika, kila mtu atajitegemea. Masaa imefika, masaa imefika. Your story will change, your story will change, your story will change, your story will change. Watoto wangu katika nyumba hii, wacha kujidunisha. Amesema. Wacha aseme. Nunua. Siku hizi vitu vimekuja online. Tafuta online. Jiweke. Wacha kuvaa viatu ya chini chini kama ambao slippers. Watoto wa mfalme. Ni vile wewe hujajua. Hii kiatu ya juu, my friend, ina maringo. Ina maringo kivyake. My friend, usinipunguzie mwendo. Yule mwanamke alisema. Maandiko inasema yule mwanamke akaambia mfanyikazi, usinipunguzie mwendo kama sijasema. Kwani wewe nani unipunguzie mwendo na sijasema? My friend, toka kwa njia yangu. Na ninakujua. Na kwa sababu ninakujua, naambianga Mungu ya kwamba okay, Karonzomo uko mbele. Na vile ulinisema, ninasimama kwanza, ninajitengeneza. Nitapita, utanisonya, lakini mimi nishapita. Ni kwa nini wewe unachukulia maneno ya mtu kuwa mazito kiwango ya kwamba unasema ati kuvaa nguo nzuri huwezi ukavaa? Mwanadamu kuongea ataongea. Uwe vile anataka ataongea. Ufanye vile hataki bado ataongea. Maandiko inasema ya kwamba huyu mama alipofika masaa akaamua akasema kwamba nitajitoa katikati ya watu. Nimekuja kuambia kwamba jitoe katikati ya watu. Jitoe katikati ya watu wa panganga. Jitoe katikati ya watu wa penge. Jiweke standardi yako. Huyu mama akasema kwamba nitainua mahali nimefika. Nimechekelewa vya kutosha. Nitaenda kwenye madhabahu. Nitaenda niongee na Mungu. Nimekuja kuambia kwamba mahali msaada wako, mahali unaweza ukasaidika, mahali unaweza ukalilia na mwaka ukapata msaada. Bila msaada ya mwanadamu utapata msaada ukienda madhabahuni. Ukimwita Mungu mwenye hii madhabahu, Mungu huyu ana jawabu. Mungu huyu anapeana jawabu. Na jawabu la Mungu wako si jawabu la kukwama. Mwanadamu atakusaidia leo, ikifika kesho mwanadamu amechoka na wewe. Nimekuja kuambia kwamba usiangalie mwanadamu, usiangalie mwanadamu, mwangalie Mungu. Mungu mwenye wewe atakusaidia. Mungu mwenye wewe atakusaidia. Ndio maana ameniambia nikwambie, your story will change. Your story will change.
Nakumbuka naambiwa Mordekai alikuwepo. Mordekai alijulikana ni askari wa mlango. Mordekai alijulikana ni askari wa mlango. Masaa ilipofika kwa Mordekai, Mordekai alitolewa kwa mlango, akavalishwa mavazi mazuri. Akavalishwa mavazi mazuri. Akaambiulizwa Hamani, je, mtu mwenye mfalme anampenda atafanyiwa nini? Hamani na kiburi chake. Hamani wako na kiburi chake. Anajua huyu ni mama omba. Anajua huyu mama hanafai chochote. Anajua huyu mwanaume ni bure. Mwanamume huyu ni bure, hana lolote. Mwanaume huyu ananuka majasho. Mwanaume huyu wamekusorora mpaka ndani. Masaa imefika. Nitafanya vitu ambavyo si kwa akili yangu. Ndio maana nimekuja kuambia kwamba mwenye kukutoa kwa aibu amekuja. Ile aibu umejulikana kwayo. Masaa imefika, inaondoka. Ile aibu umejulikana kwayo. Mahali walikuwa wanajua wewe ni mwenye geti, wewe ni askari rungu. Masaa imefika nikwambie ya kwamba masaa imefika. Nikueleze, nikwambie, your story will change. 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 Oh my friend, si masaa ya kulia ukisema nitaenda wapi. Tulikuwepo pale, lakini Mungu alitusaidia. Hatuko hapo tena. Nguo kuvaa tunavaa, viatu kuvaa tunavaa. Hatusumbui mtu tena. Na kama mimi Mungu alinitoa pale, hata wewe Mungu atakutoa pale. Usikate tamaa. Usione hapo ndio mwisho. Umeitwa majina. Wacha kuangalia ile majina umeitwa. Sisi wengine tumeitwa majina, lakini atuangalie ile majina tuliitwa. Mimi wanaambia Mungu, mtu akisema huyu ako hivi, namwambianga Mungu, huyu ni mwanadamu amesema. Wewe Mungu sema yako. Ninasikiza ya Mungu peke yake. Nimekuja kuambia kwamba katika nyumba hii Baba anaachilianga vitu. Baba anaachilianga baraka zetu. Akisema tutaendelea, akisema tutainuliwa, akisema tumebarikiwa. Wachana na mambo ya watu. Shikilia neno la Mungu. Sikia neno la ile nabii amesema. Amesema wewe utaendelea. Na mimi leo nimekuja nikueleze, nikwambia kwamba your story will change. Your story will change. Maisha ya mtu hautabaki hapo. Siri yako ni Mungu ako nayo. Mungu ndiye ako na siri ya mtu. Maana ingelikuwa kwamba siri yako mtu angelijua, haungefika mahali umefika. Lakini uko hapo mahali umefika ni kwa sababu siri yako Mungu ndiye ako nayo, ameishikilia. Na masaa itakapofika, hiyo siri yako watu watashituka. Hakuna mtu alijua. Penina hakujua ya kwamba kuna siku Hana atabeba mimba. Alijua Hana ni tasa. Akajua ni yeye peke yake. Lakini masaa inafika, wale ambao wanajiona wako juu, wewe uko chini, wamezoea kukuchekelea. Masaa itafika, wao Mungu atawashukisha. Na Mungu atakuweka juu. Mungu atakuweka juu. Mungu atakuweka juu. Zile story walikuwa wanapiga kukuhusu zitabadilika. Watasema ya kwamba yule mama alikuwa tasa. Yule si tasa tena. Yule mama amezaa nabii. Yule mama amezaa president. Yule mama ameendelea. Yule mama ako mbali. Walisema ya kwamba yule mama alikuwa mlangoni kila wakati anaomba. Masaa imefika. Watasema hapana, yule yuko hapo tena. Siku hizi ako kanisani, umuone tukienda na yeye. Wamali walisema kwamba wao ni wakwenda Dubai. Kazi yao ni za juu. Wewe ni za hapa. Nimekuja kuambia kwamba utaenda juu. Utaenda juu. Your story will change. Your story will change. Your story. Your story. Your story. Mali
utaenda bila mkono wao, utaenda bila msaada wao, utaenda bila msaada wao. Yule mtu alikuwa anakaa mlango mzuri. Paulo akamwambia kwamba tutazame, hatuna chochote, lakini kwa jina la Yesu inuka uende. Yule mtu aliinuka. Wakiingia wale walimwacha mlangoni, wakawa wamempatia mashilingi, wakawa wamempatia pesa zisizo za maana. Masaa ilifika, walipoingia kwa hekalu, yeye pia alikuwa ndani. Ndio maana nimekuja kuambia kwamba hata wewe mahali walisema hautaingia, mahali walisema hautaweza, masaa imefika. Ninataka kuambia kwamba utaingia pale, utaenda pale, utaenda pale, utaingia pale, utakuwa juu. Mambo ya aibu Mungu anakutoa. Ila aibu yako Mungu anakutoa. Mungu anakutoa. Mungu anakutoa. Mungu anakutoa. Ila aibu yako pale uliwekwa kwa yale madhabahu, Mungu anakutoa. Hawatakutumia ila nyota yako walioishika Mungu anaiwapokonya leo. Mungu anaenda kuwapokonya nyota yako. Huacha wasiwasi ukisema itakuwaje. Nakumbuka Mordekai alikuwa maskari wa mlangoni, lakini masaa ilibadilika. Wacha nikwambie, wale watu ambao wanakupiga leo hii, masaa imefika, ni wao watakuwa wanasema kwamba unaambiwa ya kwamba wewe utakuwa mbele. Yule alikuwa anakupiga akisema ya kwamba kiweyeweye, kinyamukera, masaa imefika, utakuwa unatembea. Huyu ndiye mfalme anampenda. Huyu ndiye mfalme anampenda. Huyu ndiye mfalme anampenda. Umevalishwa pete. Huyu ndiye mfalme anampenda. Umevalishwa pete, umevalishwa mavazi, umepandishwa juu ya mfalme. Umepandishwa juu ya ile farasi ya mfalme. Wakikutafuta hawatakuona, wataongea habari zako, watasema huyu ndiye mfalme anapenda, huyu ndiye. Watatembea kijiji kizima wakisema ya kwamba huyu ndiye mfalme anampenda. Watasema ya kwamba huyu ndiye mfalme anampenda, huyu ndiye mfalme anampenda. Wanasema ya kwamba your life, maisha yako, it will change, it will change, it will change. Ndio maana nimekuja mama, maisha yako inabadilika, maisha yako inabadilika, maisha yako inabadilika. Ndio maana nimekuja nibadilishe maisha yako. Ndio maana nimekuja. Huyu amebadilishiwa, hata wewe utabadilishiwa. Ile mavazi ya aibu, masaa imefika, itaondoka, itaondoka, itaondoka. Mavazi ya aibu itaondoka. You are love. Hivyo ndivyo Baba amesema maisha yetu itabadilika. Historia zetu zitabadilika. Hatutachekelewa tena. Walimetuchekelea vya kutosha, wamekuchekelea vya kutosha, wakasema kwamba hautazaa. Mama, nimekuja kuambia mwakani kama sasa, mwakani kama sasa, mwakani kama sasa utabeba mimba. Mwakani kama sasa utaolewa. Mwakani kama sasa utapanuka. Ile level ulio unaondoka pale. Jiandae, maana kuondoka ni lazima. Kuondoka ni lazima. Kuondoka ni lazima. Uacha wasiwasi, ni kwa sababu tuko na Mungu. Mungu anayeweza. Tuko na Mungu. Mungu mkuu. Mungu mwenye uweza. Mungu asiyeshindwa. Masaa imefika, utakuwa unatembea
ukifika mahali, ukisimama katikati ya watu, kwa sababu ya ile neema, kwa sababu ya ile neema, kwa sababu ya ile neema, moto unashuka, moto unashuka, watu wataokolewa, moto utashuka, moto utashuka. Hata hivi nilivyo, moto unashuka, 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 watu wanapona, watu wanapona. Wacha wasiwasi, simama imara. Mungu wako yuko, Mungu wako atakupigania, Mungu wako atakuokoa, atakutetea. Masaa imefika. Wamama ambao mmeaibishwa siku nyingi, leo ni mwisho wa aibu zenu. Wazee mmechekelewa siku nyingi, leo ni mwisho wa kuchekelewa na madhara. Maana Mungu ameniambia masaa ya kubadilika, wakati wako wa kubadilika umefika. Your time has changed. Tumwambie Mungu ya kwamba masaa imefika, nataka kukuona. Nikiomba tu tukaweze kusimama kwa miguu yetu. Tunapoenda kuimba wimbo huu, jiachilie kwa Mungu. Omba kama ambao unaita Mungu, mwambie Mungu, masaa yangu inataka, naomba sasa historia yangu ibadilike. Sijaona Mungu kama wewe Jehova, sijaona Mungu mkuu kama wewe, sijaona Baba wa ajabu kama wewe, sijaona Mungu 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 kama wewe, sijaona
maana wewe ni Mungu mkuu. Hakuna mwingine aliye kama wewe, hakuna waajabu kama wewe mfalme. Uinuliwe na ukapewe utukufu, ukapewe sifa zote na heshima Baba. Asante maana umetuambia leo historia yetu Mungu itabadilika. Baba asante maana historia yetu imebadilika. Asante Baba maana wewe ni Mungu unaweza. Watu hawa Baba na wakabidhi mikononi mwako. Ninawaweka mbele zako Baba. Masaa haya tunapenda kutolea sadaka. Baba na kuomba kaweza kupokea sadaka hizi. Pokea matoleo yetu ya mchana wa leo Mungu. Maana wewe ni Mungu unaweza. Na watu hao wanapotoka wakienda kazini Baba na kuomba wewe pamoja na wao. Tembea na wao maana unatosha. Tembea na wao maana unaweza mfalme. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Hakuna waajabu kama mfalme. Na kutukuza na kuinua na kuabudu jina lako nikisema wewe ni Ebeneza, na ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na atakuamini.